Karibu ndani ya simulizi za 96. Mimi ni The African Traveler. Leo nimejaribu kukusogezea historia ama safari ya maisha ya Suleiman Ramadhani Mvamba almaarufu kama Spark, msanii pekee aliyewahi kuiteka na kuishawishi tasnia ya Bongo Flava, hususani katika kipindi kile cha miaka ya 2000 hadi mwanzoni mwa mwaka 2010. Spark alizaliwa na kukulia ndani ya kijiji cha Mwakingila huko mkoani Tanga, akiwa kama mtoto wa kwanza wa kiume na mtoto wa tatu kwenye familia ya mzee Ramadhani Mvamba. Najua wengi hawafahamu chimbuko la jina lake la kisanii, hilo tunalolifahamu kama Spark. Asili ya jina hilo ilikuwa ni tangu shule ya msingi, kutokana na tabia yake ya kuwa chapu sana, yaani spidi na action kwenye baadhi ya matukio akiwa shuleni, ndipo akapewa jina la Spark kama AKA. Naye aliamua kulibeba jina hilo kwenye muziki kama alama ya msanii anayefanya kazi kwa bidii na kwa haraka. Spark alikuwa na uwezo mkubwa wa kuandika mashairi. Inasemekana katika kipindi hiki cha miaka ya hivi karibuni, Spark aliwaandikia wasanii wengi chipukizi mashairi ya muziki. Alikuwa na uwezo wa kipekee wa kupanga vina na mezani, ambao wasanii wengi wa sasa wanakosa huo uwezo. Wimbo wa kwanza uliomtambulisha msanii Suleiman Ramadhani Mvamba almaarufu kama Spark ndani ya tasnia ya Bongo Flava ni wimbo wa Toka Nitoke Jela. Wimbo huu ulibeba uhalisia mkubwa wa maisha ya mtaani na pia ulimsaidia kuteka soko la muziki nchini Tanzania. Kipindi chake cha dhahabu kilikuwa pale alipojiunga na kundi maarufu la Tip Top Connection, kundi hilo ambalo maskani yao yalikuwa ni Manzese, Dar es Salaam. Na hapo Spark alifanikiwa kufanya kazi na wasanii wakubwa kama Tundamani, Madii, bila kumsahau Kasimu Mganga. Spark alifanya wimbo uliokwenda kwa jina la Nipe Ripoti, ambao alimshirikisha Tundamani pamoja na Madii. Hapo akafanikiwa kuiteka Tanzania pamoja na Bongo Flava kiujumla. Hakupoteza muda, akarudi tena na wimbo uliokwenda kwa jina la Usiniache, ambao alimpa shavu na kumshirikisha Chidi Benz. Ustaa ukamvaa Spark na tasnia mzima ya Bongo Flava ikawa ipo mikononi mwa Spark. Baada ya kundi la Tip Top Connection kuanza kulegea, naweza kusema ni mara baada ya kundi hilo kuvunjika na kila mmoja kuanza kufanya kazi kwa kujitegemea, Spark alipotea kwenye ramani ya muziki kwa muda mrefu sana. Na katika mahojiano yake ya mwisho ambayo aliyafanya na Bongo Project, Spark alieleza kuwa ukimya huo ulitokana na changamoto za maisha pamoja na kujiweka sawa kabla ya kurudi tena kwenye game. Spark pia alikanusha tuhuma za kuwa mlevi kupindukia na kusema kuwa ukimya wake ulitokana na changamoto za kimaisha na kujiandaa kurudi tena kwenye muziki. Lakini pia Spark aliwahi kukiri hadharani kuwa ukimya wake kwenye muziki kwa muda mrefu ulichangiwa na mambo yaliyohusishwa na imani za kishirikina, yaani kurogwa. Aliamini kuwa kuna watu walikuwa wakirudisha nyuma maendeleo yake. Hali hiyo ilimfanya kujiweka pembeni na kujijenga upya kiroho pamoja na kisaikolojia. Maneno yalikuwa ni mengi mtaani. Wengine walidhani aliondoka kwa ugomvi ndani ya kundi la Tip Top Connection, lakini Spark alisisitiza kuwa hakuwa na bifu na Madii wala Tundamani. Pia alisema mawasiliano yalikuwepo, ingawa kila mmoja alikuwa akipambana na maisha yake binafsi, japo kuna upande wa kihistoria unaonyesha kuwa safari ya Spark ndani ya kundi la Tip Top Connection haikuwa rahisi kila wakati. Inadaiwa kuwa kuna kipindi meneja wa kundi hilo alihisi Spark ameanza kuwa na pose nyingi, yaani ustaa mwingi, jambo ambalo lilipelekea hata baadhi ya kazi zake kama video kufutwa na uongozi wa kundi hilo. Ndio maana mara nyingi Spark alikuwa akilalamika kutopata stahiki zake au pesa za mauzo za baadhi ya nyimbo zake ambazo zinaendelea kuangaliwa na watu wengi huko mitandaoni. Hakunaga jambo lisilokuwa na mwisho. Hata wahenga waliwahi kusema hakuna marefu yasiokuwa na ncha. Tarehe 27 Aprili mwaka 2026, Suleiman Ramadhani Mvamba almaarufu kama Spark, roho iliacha mwili wake. Kwa lugha rahisi, Spark alikutwa amefariki akiwa nyumbani kwake huko Chanika jijini Dar es Salaam. Kwa mujibu wa meneja wake anayefahamika kwa jina la Malefti, anasema Spark hakuwa na dalili za kuumwa sana
na hata usiku wa kuamkia kifo chake alikuwa akipanga naye mipango ya kushuti video ya wimbo wake mpya. Saa chache kabla ya kifo chake, meneja wake alithibitisha kuwa walizungumza hadi saa 7 usiku wa kuamkia Aprili 27 wakipanga skripti ya video ya wimbo wake mpya. Alikutwa amefariki asubuhi wakati akigongewa mlango kwa ajili ya kutoa nauli ya watoto kwenda shule, na hospitali ya nguvu kazi iliyopo Chanika pia ilithibitisha kifo cha msanii huyo. Mama mzazi wa Spark ameeleza kuwa mwanawe alikuwa na sifa ya upekee wa kusikiliza sana. Katika siku zake za mwisho hakuwa na ugonjwa mkubwa uliokuwa unajulikana zaidi ya kulalamika homa za kawaida, mafua na maumivu ya kichwa. Hata baada ya kufariki, vipimo vya madaktari vimeonyesha kuwa hakuna tatizo lolote la kiafya lililoonekana kusababisha kifo hicho cha ghafla. Moja ya siri kubwa ambayo Spark alikuwa nayo ni ndoto ya kutengeneza studio ndogo ya kurekodi kule Chanika. Spark alitaka kusaidia vijana wenye vipaji mtaani ambao hawana uwezo wa kwenda studio kubwa za mjini. Lakini pia, ingawa wengi walimjua kupitia muziki wa kidunia, yaani Bongo Flava, Spark alikuwa na upendo wa kiroho ambao hakuuonyesha hadharani. Majirani zake wanasema kuwa mara nyingi alionekana akisoma vitabu vya dini na kufanya ibada kwa siri. Alikuwa na imani kuwa matatizo aliyomfika maishani mwake yalikuwa ni mapito ya Mungu, na aliamini ipo siku milango itafunguka tena. Licha ya kuwa msanii, Spark alikuwa na moyo wa kusaidia jamii. Kuna taarifa kuwa alishawahi kufanya kazi kama msimamizi wa watoto, yaani guardians, katika kituo cha kulelea watoto yatima kinachofahamika kama Amani Orphanage Center. Alikuwa akijaribu kuwajenga kisaikolojia watoto waliotoka kwenye mazingira magumu ya mtaani. Lakini hivi tunavyoongea, mwili wake umesafirishwa na kupelekwa mkoani Tanga, ambako mazishi yanatarajiwa kufanyika Aprili 29 mwaka huu 2026. Kutokana na mchango wake katika tasnia ya sanaa, Waziri wa Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo, Mheshimiwa Paul Makonda ametoa rambirambi na fedha kwa ajili ya kukamilisha taratibu za mazishi kule mkoani Tanga. Hii inaonyesha kuwa licha ya ukimya wake, Spark bado alikuwa anatambulika na serikali kama msanii aliyetoa mchango muhimu kwenye tasnia ya muziki wa Bongo Flava. Lakini pia kuna mazungumzo yanayoendelea kati ya wadau wa serikali na viongozi wa sanaa kuona namna ya kuwasaidia watoto wake aliowaacha marehemu. Spark alikuwa na watoto 5 ambapo 2 alikuwa akiishi nao mwenyewe kule Chanika, ambao bado ni wadogo sana. Mmoja alikuwa darasa la 1 na mwingine alikuwa ni darasa la 4. Ni kama utani vile, lakini ukweli ndio huo. Spark hatuko naye tena duniani. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Mungu ailaze roho ya marehemu mahala pema peponi.